Kumekuwepo na mambo mengi ambayo tunaangalia katika familia na yameleta changamoto nyingi sana, kwa sababu kumekuwepo na watu ambao hawaelewani na wengine wamefika sehemu ambapo hata wanaua wenzao kwa sababu ya kutokuelewana katika familia. Na mambo hayo ni kwa sababu mengi yanatendeka kwa sababu wengine hawaongei. Unakuta jambo limefanyikia mtu lakini haongei, so unakuta mtu anaamua kuchukua njia ya mkato, mwingine labda hata kuua mwenzake ama mwingine hata kujiua binafsi. So vitu kama hivyo vimekuwepo kwa sababu watu hawaongei. Na pia hali ya maisha yenyewe pia imekuwa ngumu na imesababisha hata hali ya watu kufikia katika hali ya kuchukua maamuzi ya namna hiyo. Jambo la kwanza, wakati unapata neno alafu ukaongea, hiyo ni nusu ya kusuluhisha hilo jambo. Lakini wakati mtu unanyamaza na huongei, linazidi kukua na linazidi kuweka hasira. Watu wanaanza kunyanyasa, pengine labda kama ni mjane amebakia, watu wanaleta unyanyasaji. Kwa hivyo kukiwepo hata na vitu, hata kama ni kugawanya vitu vifanyike katika amani, vitu kama hivyo haviwezi vikafanyika. Kuongea pia vitu kama hivyo haviwezi vikafanyika. Pia watu kwenda kanisani, neno la Mungu likiongea na watu, unapata amani inapatikana na Yesu anakusaidia.